Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Ukungu ulizidi kuwa mzito hadi hata sauti zilionekana kumezwa na hewa. Leviathan haikuwa tena meli ya kifahari, ilikuwa gereza linaloelea juu ya kaburi lisilo na mwisho. Kapteni Elias Morgan alisimama kwenye daraja la uongozi, mikono yake ikitetemeka kidogo huku akishika darubini. Lakini hakukuwa na kitu cha kuona. Upeo wa macho ulikuwa umefutwa na pazia jeupe la ukungu. Chini ya meli, taa zile zilizoonekana usiku zilikuwa bado zinawaka, lakini sasa zilikuwa karibu zaidi na zilikuwa zikisogea. Ndani ya Leviathan, abiria walikuwa wameanza kupoteza utulivu. Kelele za mabishano zilijaza kumbi zilizokuwa zamani zimejaa muziki na vicheko. Wengine walitaka mashua za uokozi zishushwe mara moja. Wengine waliamini kukaa ndani ya meli kulikuwa salama zaidi kuliko kukabiliana na bahari iliyokuwa na siri isiyoeleweka. Lena Whitmore alikuwa ameketi sakafuni ndani ya chumba chake akishika kichwa chake. Sauti ile ilimrudia tena, safari hii ikiwa wazi zaidi. Rudisheni tulichopoteza. Alisimama ghafla. Sanduku? Lazima kulikuwa na kitu alichochukua bila kujua. Alikimbia hadi kwa kapteni. Kapteni, hiki si kiumbe tu, ni makubaliano. Tulivunja kitu. Kapteni alimwandalia kwa macho yaliyojaa uchovu na hofu. Kivipi? Kile kilichokuwa ndani ya sanduku hakikuwa kitu cha kubeba, kilikuwa muhuri. Tulifungua mlango. Kabla hajamaliza, meli ilitetemeka kwa nguvu kuliko mara zote. Buo! Watu walianguka chini, vyombo vilivunjika, taa zikawaka na kuzima kwa mpigo wa ajabu. Ndipo sauti ikasikika kila kona ya meli. Haikuwa sauti ya mashine, haikuwa sauti ya upepo. Ilikuwa sauti ya maelfu ya watu wakinong'ona kwa pamoja, na wote walisema kitu kimoja: rudisheni. Maji meusi yalianza kupanda kuingia ngazi, yakitiririka kama damu nzito, lakini hayakuwa kama maji ya kawaida. Hayakuenea tu, yalikuwa yakichagua. Mtu aliyeguswa nayo aliganda sekunde chache, kisha akaanza kuyeyuka ndani yake, kana kwamba mwili wake ulikuwa umeundwa na chumvi. Mayoyo yalijaza korido. Captain Morgan alitoa amri ya mwisho: wote juu, juu kabisa. Waliosokoa walikimbia kuelekea sitaha ya juu, huku meli ikianza kuinama polepole upande mmoja. Chini ya maji, kitu kile kikubwa sasa kilionekana wazi zaidi. Kilikuwa na mwili kama wa pweza, lakini mkubwa kuliko meli yenyewe. Macho yake mawili yalikuwa kama taa za kaburi zikimulika gizani. Ngozi yake ilikuwa na maandishi ya ajabu, kana kwamba historia ya karne nyingi ilikuwa imechorwa juu yake. Lakini kilichowafanya wote kupoteza pumzi si kiumbe chenyewe, ilikuwa mji ule uliokuwa chini yake. Mji mzima wa majengo yaliyomezwa na bahari, taa zikimulika madirishani na vivuli vya watu vikitembea ndani yake. Ni nini hicho? Mmoja wa mabaharia aliuliza kwa sauti ya katika. Lena alijibu kwa sauti ya chini, si mji uliodafa, ni mji unaosubiri. Ghafla maji yalipasuka na sehemu ya mwili wa kiumbe kile ikagonga upande wa Leviathan. Chuma kikapasuka kama karatasi. Meli ilianza kuzama. Abiria walikimbia haku na huku. Mashua za uokozi zilishushwa haraka, lakini baadhi ziligeuka hewani kana kwamba nguvu isiyoonekana ilikuwa inazivuta chini. Captain Morgan alibaki pale juu, macho yake yakitazama bahari. Alikuwa ameelewa sasa. Hii haikuwa ajali, ilikuwa wito, na kila meli iliyowahi kupotea katika eneo hilo ilikuwa imeitikia wito huo. Lena alisimama pembeni mwake. Lazima turudishe kile kilichochukuliwa. Bati nini? Captain aliuliza. Ndipo maji meusi yakajikusanya mbele yao. Ndani yake
Sura zikaanza kuonekana: wafanyikazi waliotoweka, mabaharia wa Orpheus, na hata watu waliopotea karne zilizopita. Walikuwa hai, lakini si kwa namna ya kawaida. Walikuwa sehemu ya kitu kile, na walikuwa wakilia. Ndipo Lena alikumbuka kitu alichokiona ndani ya sanduku kabla halijafurika maji. Kulikuwa na kitu kidogo, kama jiwe jeupe lenye alama za mviringiko. Jiwe, alijisemea. Alikimbia chini, licha ya maji kuongezeka. Korido zilikuwa zimejaa giza na harufu ya chumvi iliyoorodha. Alijua kama angechelewa kidogo tu, angeishia kuwa mmoja wa sauti zile. Alifika store. Maji yalikuwa yamejaa hadi kifuani. Alizama ndani yake, macho yake yakifumbika na uchungu wa chumvi. Na hapo chini kabisa alikiona jiwe jeupe linang'aa hafifu. Alilichukua. Mara moja sauti zikakoma. Bahari ikatulia kwa sekunde moja. Kisha sauti ile kubwa ikarudi, safari hii ikiwa wazi ndani ya kichwa chake. Deni litalipwa kwa damu au kwa mlango? Mlango gani? Lena alipiga kelele. Picha ikaonekana kichwani mwake. Daraja la meli, mahali palipo sanduku lilipofunguliwa mara ya kwanza. Alielewa. Mlango haukuwa chini, ulikuwa juu. Alikimbia juu ya meli iliyokuwa sasa inainama vibaya. Watu waliokuwa hai walikuwa wachache sana. Captain Morgan alibaki pale, kana kwamba alikuwa akingoja hukumu. Lena alikabidhiana lile jiwe. Lirundishe pale lilipotoka. Na kisha, haijulikani. Meli ilitetemeka tena, safari hii kwa nguvu ya mwisho. Kiumbe kile kikapanda juu ya maji, mwili wake mkubwa ukionekana wazi chini ya mwanga wa mwezi uliopotea nyuma ya mawingu mazito. Mdomo wake ulifunguka polepole. Ndani yake hakukuwa na meno, kulikuwa na giza tupu lisilo na mwisho. Captain Morgan alitembea kuelekea mahali sanduku lilipofunguliwa. Maji yalikuwa yakipanda haraka. Lena alisimama nyuma yake, akitetemeka. Captain alimwangalia kwa mara ya mwisho. Bahari humwandimisha mtu unyenyekevu. Kisha akaliweka jiwe juu ya sakafu. Ardhi ya meli ikapasuka kidogo, kama ufaa wa mwanga ukifunguka. Mwanga mkali wa buluu ukalipuka kutoka ndani yake. Sauti za vilio zikageuka kuwa kimya kizito. Kiumbe kile kikapiga kelele ambayo haikuwa ya dunia hii. Na kwa mara ya kwanza, bahari ikainuka kwa mawimbi makubwa. Leviathan ilipasuka katikati. Lena alirushwa ndani ya maji. Alipozama, aliona mji ule wa chini ukianza kufiafia, taa zake zikizimika mmoja baada ya nyingine. Kiumbe kile kikaanza kurudi chini ya vilindi, lakini kabla halijapotea kabisa, macho yake yalitazama moja kwa moja kwa Lena. Na kwa sekunde, Lena aliona huzuni ndani yake. Si hasira, si husma, bali huzuni ya kiumbe kilichofungwa kwa karne nyingi, kikilazimishwa kuchukua kile ambacho kilikuwa ameahidiwa. Maji yakafunika kila kitu. Giza likamzunguka. Kisha ukungu ukafutika. Asubuhi ilichomoza. Bahari ilikuwa tulivu, kana kwamba hakuna kilichotokea. Mabaki ya mbao na chua vilielea juu ya maji, na mbali kidogo, mashua moja ndogo ya uokozi ilikuwa ikienda taratibu juu ya mawimbi madogo. Ndani yake alikuwepo Lena, peke yake aliokoa. Siku 3 baadaye, alipatikana na meli ya uvuvi. Aliwaeleza kilichotokea. Hakuna aliyemwamini. Rekodi zilionyesha Leviathan ilipoteza mawasiliano ghafla. Hakukuwa na ishara ya dhoruba, hakukuwa na mabaki makubwa. Ilikuwa kama meli hiyo haijawahi kuwepo. Lakini usiku mmoja, miaka kadhaa baadaye, mvuvi mmoja katika bahari ile ile aliripoti kuona taa zikimulika chini ya maji na kivuli kikubwa kikisogea taratibu. Na ndani ya sauti ya upepo juu ya mawimbi kulikuwa na mnong'ono: rudisheni tulichopoteza, kwa sababu bahari haisahau, na deni lililolipwa mara moja linaweza kuhitaji kulipwa tena. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766
947545. Na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.